nina uchungu mwingi. Tangu nilipoanza kujua hii kitu, nilikuwa na uchungu na Wasabato kuliko watu wote. Mimi nachunga wote, wanajua wachungaji waumini wote wa dini zote, mimi nawachunga kabisa kabisa. Naenda kwao, ninawaombea, naweka wakfu biashara zao, siwaulizi dini yao, lakini ndani ya damu yangu nimeelewa Kisabato. Kwa na uchungu nikiona jitihada za Wasabato walizo nazo, lakini waambiwe eti kwa kuwa hawana Yesu wanaenda motoni. Inauma. Na nikwambia, wa kwanza kuongea naye hizi habari alikuwa ni baba yangu aliyenielea. Tuliongea naye mpaka saa 9 ya usiku, mpaka mama akasema nendeni mkalale sasa, hamtamaliza. Maana mzee na ilikuwa kama unavyoniuliza sasa, sheria sasa hapa niambie na kazi gani hapa? Nikamwambia mzee, haina. Sasa inakuwa kuaje hapa? Nikamwambia mzee, tulishafeli. Yaani unajua, tukubali tusikubali, kuna Ukristo wa kinafiki. Unajidai uko sawa, lakini ndani ya dhamira unajijua kabisa umefeli. Ukiniona siku naendesha ibada KKT, usije ukanishangaa. Niko kwa ndugu zangu. Kwa taarifa yako, hata sisi tulioko hapa, wengine kando ya sisi tuliozaliwa humu, wengine wote mna asili ya huko ndo mkaja hapa. Si ndio maana yake hiyo? Je, mngetengwa? Mngejua hii? Tuchangamane na ndugu zetu, tujifunze nao kwa upendo. Ukijua kwamba wewe katika watoto wa Mungu waliowekwa, Mungu alikuweka masalio uwe mwalimu wa wengine. Akikwambia nimeelewa, nahitaji na mimi nikasali na wewe, mwache aje. Akikwambia ngoja niendelee kujifunza, endelea kumfundisha. Haleluya. Haleluya. Kuna watu watatu jana ambao niliwaacha, walikuwa na maswali. Naweza mkanyoosha mkono sasa ili niwaone. Mmoja, wa pili, wa tatu. Ulikuwa umekaa upande ule jana? Haya. Microphone iende pale kwa yule kule nyuma kule. Huku bwana. Hapa. Asante. Nina swali moja kuhusu ambacho tulizungumzia jana juu ya maombi, kwamba tunapomwomba Mungu kuna muda ambao tunarudia tena ombi ambalo liliomba jana, na kwa maana hiyo tunafanya vibaya. Ile ilibidi tunatoa nini? Shukrani. Naamini niko sahihi. Sasa swali langu lipo hapa kwamba mimi nahisi kwamba kuna wakati ambao unapoomba Mungu asikujibu kwa wakati, yawezekana pia kuangalia imani zetu. Je, tunamwamini mida fulani? Kwa nini kunaposoma kitabu pia cha Luka, naamini ni 18, ambapo alitumia kisa cha yule mtu ambaye alikuwa anamdai. Yule mtu akasema japo simchi Mungu, ila nafanyaje? Kwa vile anavyozidi kunisumbua nafanyaje? Nitampa. Kwa nini alimpa? Kulingana kwamba alikuwa anarudia ambacho alikuwa anakifanya. Vivyo Yesu akageuza kwetu kwamba ikiwa na sisi tutamsumbua kwa namna hiyo kwa mahitaji yetu, atafanyaje? Atatupatia. Lakini pia nikishashuka kurejea pia unaposoma kisa cha Elia, wakati baada ya kusimamisha mvua isinye juu ya nchi, baadaye ulipofika wakati aliusema kwamba mvua inabidi inye juu ya nchi, akamwomba Mungu. Baada kumwomba Mungu, baada akamtuma mtumishi wake barini ili akaangalie kama kuna ishara yoyote ya kunyesha mvua, na haikuonekana. Akaomba tena. Baada akamtuma tena aende, haikuonekana hadi mara ngapi? Ya 7. Sasa nashashika kuona kwamba kumbe kwa sababu Mungu ameatoa ahadi kwamba tuombe, na pale ambapo tunaona kwamba yani kwamba maombi yetu au ombi lako halijajibiwa, panaje fanyaje? Kuendelea kumuomba hadi atakapojibu. Ndipo turudishe nini? Shukrani kwa mambo ambacho tulikuwa na kiomba. Na kama bila fulani inaweza kaomba, baadaye ukaacha, kuonyesha imani kwamba ni pia ukani udhaifu wa imani, ukashinda kumshikilia Mungu ili aweze kukujibu. Nashukuru. Asante. Kabla hujapeleka microphone, nianze ile ya kwanza kabisa. Umesema kuna wakati Mungu anafanya hivyo ili kutupima imani, si ndio hivyo? Nimesema inawezekana ndio inaweza katokea kwa namna inawezekana ikatokea hivyo kwamba saa nyingine ni ili atupime imani, aone kwamba
tuko imara au tuko serious au vipi? Si ndio maana yake? Unataka kutoa hiyo statement, unataka kuiacha hiyo statement? Asante, sawa, ndio. Haya, fungua kitabu cha Yohana wa kwanza 3:20. Yohana wa kwanza 3:20. Yohana wa kwanza 3. Yohana wa kwanza 3 fungu la 20. Ndio. Na nasema hivi: ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anatujua yote. Soma vizuri, bado kuna kitu umeacha hapo kidogo. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Anajua mangapi? Yote. Kwa hiyo hakuna kupimwa. Naam. Hiyo tumeshahama. Sasa nije sehemu ya pili sasa. Taratibu tutaelewana. Una haki kabisa. Sasa iko hivi ndugu yangu. Kuna aina nyingi za maombi. Ukibahatika ukaona kile kitabu changu cha siri ya maombi yaliyojibiwa, nimedadavua aina zote. Ukichukua aina moja ukajenga hitimisho, utashtukia kumbe kuna zingine 7 ambazo ulikuwa huzijui. Na maana hii tulijifunza hapa waliokuwepo mwanzoni. Unapoomba anasema aminini ya kwamba mmefanya nini? Mtapokea au ndipo yatakuwa. Kama naamini kwamba kitu nimekipokea tayari, nikiendelea, hebu nitoe mfano. Wewe umeniomba simu yangu hii, nimekupa. Alafu unaendelea kuniomba tena. Wewe uko sawa sawa kweli? Kama ninachokiomba nimeamini kwamba tayari nimekipata, kinachofuata baada ya kupewa unachokiomba ni nini? Nije kwenye mfano uliotumia sasa. Mfano uliotumia, unaposikia Yesu anaongea kwa mfano au mwalimu anatumia mfano, hana maana kwamba kila anachokifundisha kinafanana na huo mfano exactly. Akisema shilingi iliyopotea, kondoo aliyepotea, hana maana kwamba tukio linafanana hivyo. Ni lugha ya kutufundisha tuweze kufanya nini? Kuelewa. Kwa sababu ukichunguza kile kisa, kwa mfano ambacho tumekitumia, anasema hivi: yule kadhi au hakimu akasema, japo simjali mtu wala Mungu, lakini mjane huyu anavyonisumbua nitampatia haki yake. Angalia hitimisho la mwalimu wetu ambaye ni Yesu Kristo. Anasema, je, Baba yenu wa mbinguni si zaidi? Yaani hata wapatia hao wamuombao. Kwa hiyo mgogoro ilikuwa ni watu ambao wanasema Baba wa mbinguni hawezi kutusikia. Jibu likawa anaweza kuwasikia. Ikiwa tu hakimu asimjali Mungu anasikia, je, Mungu ambaye ndiye mwenyewe original? Ndio maana ya ule mfano. Sijui kama bado umenielewa hapa. Kama bado sema bado, mimi nitadadavua tu, ndio kazi yangu. Naendelea kwa hiyo. Aha. Kwa hiyo haina maana kwamba Mungu kuna maombi hata tusikia mpaka tumsumbue. Yaani kama anajua yote, Mungu unamsumbua, yani unaweza kumsumbua Mungu kwanza. Kuna mahali anasema hata mkiwa hamjaomba mimi nimefanya nini? Nimeshasikia tayari. Yaani hakuna namna yoyote ambayo unaweza ukamsumbua ukasema ngoja leo nimsumbue mpaka kieleweke. Hapana. Ila niliwafundisha siri ya Danieli ya maombi ya siku 21. Nikasema hivi, maombi yako majibu yanapotolewa, kuna nguvu zinapambana kuzuia majibu, lakini jibu limetolewa. Ndio pale anasema kwamba Danieli, tangu siku ile ulipohitaji tu kuomba, ulipotia nia ya kuomba, anasema siku hiyo hiyo nalitumwa, lakini wakati nakuletea majibu nikazuiliwa. Tuko sawa rafiki? Nikasema hivi, Danieli hakukomea pale siku ya kwanza, kwa kuwa lengo lake ilikuwa ni mfungo wa siku 21. Aliendelea na siku 21 akiungama dhambi
na kushukuru. Lakini malaika ndiye anamfumbua macho, anamwambia siku ile tu ya kwanza unapoomba majibu yalifanya nini? Ndipo nikasema hata sisi pia siku ile tunapoomba majibu yanatoka siku ile ile. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba ninyi mnapoomba aminini ya kwamba mmeshapokea, yamekuwa yenu. Inapelekana ile ya Danieli, siku ya kwanza alipoomba tu majibu yalitoka. Sasa kinachoendelea ni nini? Kuna mashambulizi au vita katika ulimwengu wa roho, ambapo leo katika somo la leo nitagusia kidogo hiyo habari. Mwanadamu anahusikaje kwenye pambano kuu? Katika kuhusika kwenye hii vita sasa, tuna sehemu yetu ya kufanya, kushukuru. Msijisumbue kwa neno lolo, isipokuwa kwa kufanya nini? Anza kwanza ile kwa ku na umesikia bwana? Kwa hiyo sasa basi, wakati majibu yangu yanakuja sasa hapa, kwa sababu naamini tayari yameshatoka, siwezi kumwomba Mungu kitu ambacho ameshanipa tayari. Namwambia asante kwa kunipatia, asante kwa kuwa unawaza mema juu yangu mimi. Ile kushukuru kwangu kunaongeza nguvu zaidi ya kufungua kile kinachozuia ili jibu lije. Ukisoma kile kisa cha Danieli, anasema ya kwamba wakati ule anaendelea kuomba, ndipo alipokuja malaika, anasema huyo mmoja wa wakuu wa mbele akaja kunisaidia. Na ujue kazi ilikuwa haijaisha Akasema narudi, tunaendelea kupambana. Kwa swali hili niwaambieni Wakristo mlioko hapa mnanisikiliza, light macho yako yangefunguliwa wakati unapoomba, ndipo ungejua kuna mashambulizi makubwa yanatendeka. Kwenye kitabu cha Ellen White kinaitwa Prayer, anasema shetani anaogopa sana akiwaona watu wa Mungu wakijipanga kuomba, maana hiyo ni vita. Ndio sababu mnapotangaza maombi lazima kutatokea mashambulizi ndani yenu. Aidha watakuja watu 3 au 4 au 5, au wakati wa ibada wengine wataanza kuwa na mambo yao mengine yoyote, au wakati wa kuomba unajiliwa na mawazo mengine yoyote. Kwa kifupi, tunapomwomba Mungu tuamini tayari tumefanya nini? Tumepokea. Baada ya hapo tumshukuru. Endelea kushukuru hata siku 40. Ndugu yangu, tumeelewana? Naam, nimeelewa. Ila naomba labda kwa mtazamo wa alichokifanya Elia kwa yale maombi. Kwa sababu unaposoma pia ni kitabu nahisi cha Mashujaa wa Imani, nikimefasiri hicho kwamba mida fulani wakati wa maombi tunakata tamaa mapema, wakati ibidi tuendelee kumshikilia Mungu, kumfanyaje? Kumwomba. Kwamba labda kwa mtazamo huo kwamba inaweza kama mazingira gani? Asante sana. Swali zuri sana. Nilichogundua ni kwamba tunasumbuliwa na matumizi ya maneno. Kuna wakati katika Biblia neno moyo na neno akili vinakuwa na maana hii. Kuna wakati maneno haya yanatofautishwa. Vivyo hivyo kwenye kuomba, kuna wakati kuomba, kushukuru, kusali vinatumika neno. Umenipata hapo? Kwa ili uweze kuelewa matumizi yake hapa, mpaka uelewe sentence jinsi ilivyo. Kwa mfano kwenye story ya Elia, nenda kaiangalia vizuri. Mgogoro ulikuwa sio wa Elia kuendelea kuomba, mgogoro ulikuwa wa mtumishi. Yaani huyo mtumishi wakati ameona kitu kidogo kinakuja, kilionekana tangu muda mrefu sana, lakini yeye hakukithamini na kukiona kama ni mvua kubwa. Hadi alipoulizwa mara ya pili, ndipo Elia yani kana kwamba anasema hivi yakijatokea tu. Nimesema ninaona lakini kama kiganja. Ndipo Elia akasema hiyo ni mvua kubwa. Kama angeliangalia Elia mwenyewe angejua ni mvua kubwa. Lakini kwa sababu ameangalia mwingine ambaye haelewi, yeye anafikiri ni kitu kidogo, ndipo huyu akaendelea kuomba. Labda niseme hivi, ukisikia endeleeni, dumuni katika kuomba, kumbuka kuomba kuna kushukuru. Usije ukachanganya hayo mambo. Lakini nimesema kuna aina 7 za nini? Za maombi. Kwa hiyo utakapozitazama zile utajua kuna maombi ambayo mara moja kila kitu kimeisha hapo hapo. Kuna maombi mengine unaendelea kushukuru. Kuna maombi ya sifa. Yote yanaitwa nini? Maombi. Yote hayo ni maombi. Yaani kuna saa tu unafika unamsifia Mungu tu. Kuna saa tu unamshukuru Mungu tu. Sina maana, nadhani huenda
kwa ile sentensi unaweza ukaelewa vibaya, ukadhani labda nimesema kwamba ukiomba mara moja acha. Jamani, tumeelewana hapo eh? Kumbe inamaanisha ukimwambia Mungu hitaji lako, ingia kwenye maombi ya shukurani. Labda ningesema hivyo, endelea na maombi ya shukurani. Asante sana. Yule mtu wa pili yuko wapi? Yule bwana alikuwa upande huu hapa, au amehama tena, amerudi kule kwake? Haya, ndio bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na maswali mengi. Utauliza moja au mawili ili wengine nao wapate nafasi. Sawa. Tafuta lile ambalo ndio strong kweli kweli. Sawa, la kwanza ni hili. Nianze kwa kunukuu Biblia. Katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 155, Biblia inasema kwamba wokovu u mbali na wasio haki, kwa kuwa hawajifunzi amri zako. Na katika kitabu cha Petro wa kwanza 4:17-18, Biblia inasema kwamba kwa maana wakati umefika hukumu kwanza katika nyumba ya nani? Ya Bwana au ya Mungu. Lakini fungu la 18 inasema kwamba na kama mcha Mungu au mwenye haki akiokoka kwa shida, asiye mcha Mungu na mdhambi ataonekana wapi? Sasa swali langu ni kwamba kama kwa maana hiyo, na kule Yesu aliulizwa nifanye jambo gani jema nipate kurithi uzima nini wa milele, akasema zishike amri. Sasa nataka nijifunze kwamba mchango wa kushika amri katika wokovu. Je, kuna mchango wote ambao nikishika amri naweza nikapata wokovu? Lakini pia kwenye kesi ya mahusiano na watu wengine, katika Biblia tunaona kwamba wana wa Israeli walikuwa wamekatazwa kabisa kuhusiana na watu wengine. Walikuwa wamekatazwa kabisa. Sasa inakuja kwenye kesi ya upande wetu. Siku moja ulisema kwamba ikionekana kwamba Mwadventista msabato unamwona ndio bora kuliko mtu wa nje, basi ni kinyume na Biblia. Na Biblia inaandika kwamba kadri tupatapo nafasi tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Sasa je, nikiwa na chakula nikampa Mwadventista mwenzangu yule mwingine akakosa kwa siku hiyo, je, nitakuwa nimemtendea vibaya? Halafu pia kwenye mahusiano ya kawaida, kwa mfano utembeleana makanisani na vitu vingine, Biblia inasema usikae barazani pa watu wenye mizaa. Je, nikiona watu ambao wanaongea mambo yasiyofaa, je, naruhusiwa kuingia na nikakaa nao watu kama hao? Sasa napata ugumu hapo, ningeomba ufafanuzi. Asante. Swali lake la kwanza ninaamini kabisa hata nyinyi majibu mnayo. Au na nyinyi mna maswali kama hayo? Mnayo kama hayo? Majibu mnayo? Majibu wanayo watu kabisa. Ngoja nimnukulie kidogo. Unajua hili somo ngoja nisemeje, nitumie lugha nzuri. Lina utata kwa wasikilizaji, kwa sababu ni kitu ambacho hatukuzoea kukisikia. Tulizoea kuambiwa jitahidi ili uende wapi? Leo ukiambiwa kwamba jitihada yako ni zero, unaona kama unapotoshwa hivi. Tuko sawa sawa eh? Bwana mmoja ambaye ni mwanafalsafa mzuri sana mpenda, anasema watu hawaulizi maswali sahihi kwa sababu wanauliza wakidhani wanajua. Naongea na watu au na binadamu? Maana yangu ni kwamba ukitaka neno likutengeneze, lisikilize ukiwa na ubongo tupu. Ukilisikiliza ukiwa na kingine ni tabu kweli kweli. Mimi nilikuwa kama huyu ndugu yangu. Hivi kabisa nilikuwa najiuliza, hivi sasa kuna mchango gani sasa? Mbona tunaambiwa tuishi vizuri? Hivi sasa mbona mambo yako hivi? Sikiliza na nukuu kitabu kinaitwa Faith and Works cha Ellen White. Na jana nilikinukuu. Anasema, yeye anayejaribu, huyo ni ukurasa wa 94. Yeye anayejaribu kuifikia mbingu kwa matendo yake mwenyewe katika kushika sheria, anajaribu jambo lisilowezekana. Amesema inawezekana kushika sheria uende mbinguni. Hiyo nimekwambia Ellen White tu. Sijaja Warumi sasa. Warumi ndio anaiponda huyu, tena mama ametumia lugha nzuri nzuri. Kitabu cha Warumi ndio na Wagalatia ndicho kimeweka wazi kabisa. Anasema hivi, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake,
kwa matendo ya nini? Ya sheria. Yaani ili uhesabiwe haki mbele za Mungu kwa sheria, uwe huna mwili. Maadamu unao, umefeli. Umeona jinsi ilivyo sasa? Sasa mpaka tukubali kwanza ya kwamba kwa habari ya sheria, nikiwa katika mwili wangu huu wa dhambi siwezi, mpaka muujiza utendeke ambao ni Roho wa Mungu kuingia ndani yangu. Sasa nije hapo sasa, niendelee kidogo tu, labda hii kuna jibu utalipata hapo. Sikiliza vizuri tena hapo ndugu yangu. Anasema hivi, mwanadamu, sikiendelea kwako hii sasa, mwanadamu hawezi kuokolewa bila utii, lakini kazi zake hazitakiwi kuwa za kwake mwenyewe. Hiyo sentensi pia ni tata. Mwanadamu hawezi kuokolewa bila kitu gani? Lakini kazi zake hazipaswi kuwa za kwake yeye. Utii unaotajwa hapa, unaweza kadhani ni utii wa sheria. Ni utii kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asifanye nini? Yaani kazi yako tu ni kusema yes. Anakuambia wewe umepotea, ufai, nahitaji ni kuokoa, unasema sawa. Huo ndio utii. Huo ukishatii, ukimwambia Yesu nimekukubali wewe, una uzima wa milele. Nije sasa kwenye matendo mema sasa. Si nitumie matendo mema au nitumie lugha gani? Au kushika sheria kuna mchango gani katika wokovu? Tuko sawa? Namba moja, hakuna. Na pozi hapo ili ingia akilini. Kwa sababu nitakapoirahisisha nikwambie ipo, nitakuwa nimekudanganya. Hakuna mchango wowote kwenye wokovu wako. Tumeokolewa bure na Yesu alilipa bei, iko fulu. Ukisoma Paulo anasema ya kwamba amelipa mpaka na ziada. Anasema kwa kuwa ile sadaka yake hailingani na kosa, ni zaidi ya lile kosa. Labda ungeniuliza tabia nzuri zina mchango gani katika wokovu? Na hiyo pia hazichangii. Tuna mtu yuko kule nje hachepuki kwenye ndoa yake, ni mzuri kabisa, lakini mbinguni haendi, maana hajampokea Yesu. Yaani Yesu akija haendi kabisa. Tuna mtu yuko kule haibi cha mtu, ni mwaminifu kabisa kabisa kabisa, lakini kwa sababu hana Yesu, mbinguni pia afanye nini? Ila tu zingatia kitendo cha wewe kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapewa zawadi ya Roho Mtakatifu anayekubadilisha tabia. Tunaanza kuelewana sasa hapo? Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa mimi Roho Mtakatifu akinibadilisha kutoka muongo hadi kuwa mkweli, kusema kweli kwangu hakuchangii mimi kwenda mbinguni, ila ni matokeo ya kuokolewa. Haleluya. Ngoja niongee na nyinyi wa Sabato kidogo ndugu zangu. Na hii ndio kosa tumefanya. Ukimwambia mtu njoo ushike Sabato ili uende mbinguni, anakuuliza mbona kuna Myahudi anashika Sabato na mbinguni afanye nini? Haendi. Sishiki Sabato ili niende mbinguni, hata kidogo. Ninashika Sabato kwa vile nimeokolewa. Sijui kama inaingia akilini hiyo. Yaani ukashika Sabato na bado hujaokolewa, mbingu huna. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au umelewa. Tunaanza kuelewana sasa Msione nikiwa mara nyingi nasema hapa, jamani, nimezaliwa kwenye hili kanisa, mimi ni wahumu, sijatokea huko kuja. Msije mkasema huyu kapandikizwa, mimi ni mzawa. Najua mgogoro wetu jinsi ulivyo, na niwaambieni kanisa hili rasmi kiofisi limeanza mwaka wa 1863 kiofisi. Kiofisi, unanielewa 1860 ngapi? 63. Acha movement za 1844, achana nazo hizo. Mimi naongelea ile kuwa organized kama kanisa. 1860 ngapi? Lakini ujumbe wa wokovu kwenye hili kanisa ulikuwa haujahubiriwa na wala walikuwa hawaamini. Kwa kama Yesu angetokea kuja 1844,
asingeenda hata huyu, maana tiketi ya wokovu walikuwa hawana. Tuko sawa sawa? Utaniuliza, ilianza kufundishwa lini? Ujumbe huu tunaofundisha wokovu huu kwenye hili kanisa ulianza kufundishwa mwaka wa 1888. Vijana wawili ndio walioanza, na waliofundisha haikuwa rahisi, walipigwa vita mpaka mwisho. Na hata usio tunaofundisha hapa tuko sawa sawa, tunapigwa pia, lakini tumeamua tukasema hii habari njema ambayo sisi tumeipata, kwa nini tuwafiche wenzetu wateseke? Lazima tuwaambie, jamani, unaweza ukashika sabato na mbinguni usifanye nini? Maana wokovu huna, na wokovu unapatikana kwa mmoja, Yesu Kristo tu. Mlioangalia kwenye YouTube kidogo, jamani, nitaisamea leo kidogo, maana hii ukinigusa hapa ndio umegusa pale penyewe kabisa. Niliwahi kufundisha roho ya mpinga Kristo, nikawa na part 1 na part 2. Nikasema mara nyingi tukiongelea mpinga Kristo tunakimbilia kwa papa, si ndio hivyo Lakini tumesahau Biblia imesema ni roho. Roho sio mtu. Anaweza akafa huyo, akaibuka mwingine, ile roho ikafanya nini? Ikaendelea. Lakini roho ya mpinga Kristo wakati ule anasema hata sasa ipo, lakini wakati ule anasema hata sasa ipo, papa hayupo. Tuko sawa sawa? Sasa utajiuliza, kama ipo na papa hayupo, maana kina Martin Luther, mwanzilishi wa Lutheran, alikuwa anaamini kabisa na wengine wote kwamba mpinga Kristo ni papa, lakini wakati andiko linaandikwa papa hayupo, maana yake ni nini? Ni kana kwamba anakuambia hii roho itaendelea, na kwa sababu ni roho inaweza kuwa ndani ya kanisa hata la Wasabato bila kujua. Unasema inakuwa kwaje ndani ya kanisa langu? Siku utakapoamini ya kwamba una jitihada unaweza kufanya ili kuokolewa, umemtoa Yesu kwenye kiti chake ukakaa wewe. Siku utakapoamini ya kwamba unaweza ukaokolewa kwa nguvu zako, ukashika sheria mpaka Mungu aseme huyu ngoja nimchukue kwenda wapi? Siku ukiamini hilo, una roho ya mpinga Kristo. Maana yake umemtoa Yesu kwenye kiti chake cha wokovu, umekaa wewe. Kwa nini? Hakuna anayeweza kuokolewa bila Yesu. Hayupo. Hata tukuone ni msafi kiasi gani. Wanasema kwa nini? Sera ya kuingia mbinguni nasema hivi, mbinguni hakiingii kinyonge wala chenye mawa. Unasikia hiyo sentence? Ili uingie usiwe na dosari hata kadoti. Kasionekani. Niambieni, kwa hii sera tunaenda sisi hapa, pasiwe na kadoti hata kadogo. Yaani unaweza ukashika amri zote, ili unataka kuingia tu hivi tap, Mungu anakuambia una tabia ya kusonya, rudi. Kwa habari ya kuishika sheria, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa nini? Haki. Ndio maana ikabidi aje Yesu ambaye alishika sheria yote bila kuvunja hata bila dosari yoyote, ili kupitia yeye tuokolewe. Rafiki yangu, umenielewa sasa? Halo, bwana mdogo, umeanza kunielewa sasa? Matendo mema hayachangii nini? Lakini aliyeokolewa atakuwa na matendo mema. Sabato haikupeleki mbinguni, lakini aliyeokolewa atashika. Zaka haikupeleki, lakini aliyeokolewa atatoa. Tuko sawa sawa? Kiingereza hakikupeleki Marekani, lakini aliye Marekani ataongea Kiingereza. Hiyo imekaa vizuri hiyo. Ila kuna watu wengi hapo wanajua Kiingereza, lakini hata hapo Kenya. Sasa sikilizeni ndugu zangu. Mna habari kwa nini Yesu amechelewa kuja? Naongea na nyie. Mna habari kwa nini Yesu amechelewa kuja? Hamjui? Mathayo 24:24, andika tu wewe mwenyewe kama nitakuwa sijaikosea. Tena habari njema ya itahubiriwa. Sikiliza vizuri. Tena habari njema ya, mtanisaisha kama nimetaja fungu ambalo sio sahihi. Ni 14? 24:14. Asante sana. Tena habari njema
ya ufalme itahubiriwa duniani kuwa nini? Alafu ndipo tuongeja ndipo mwisho. Je, amesema kwa kuwa papa atasaini amri ya Jumapili? Yaani amri ya Jumapili inaweza ikasainiwa lakini bado Mungu akaipiga reverse, kwa sababu bado hujahubiriwa habari njema ya ufalme. Kwa sababu amri ya Jumapili sio kigezo cha ujio wa Yesu. Kigezo cha ujio wa Yesu ni mpaka wote mtakapoelewa tunaokolewaje. Haleluya, haleluya. Na hivi mnavyoniona, nina uchungu mwingi. Tangu nilipoanza kujua hii kitu, nilikuwa na uchungu na Wasabato kuliko watu wote. Mimi nachunga wote, wanajua wachungaji, waumini wote dini zote, mimi nawachunga kabisa kabisa. Naenda kwao, ninawaombea, naweka wakfu biashara zao, siwaulizi dini yao. Lakini ndani ya damu yangu nimeelewa Kisabato. Kwa na uchungu nikiona jitihada za Wasabato walizo nazo, lakini waambiwe eti kwa kuwa hawana Yesu wanaenda motoni. Inauma. Na nikwambia, wa kwanza kuongea naye hizi habari alikuwa ni baba yangu aliyenilea. Tuliongea naye mpaka saa 9 ya usiku. Mpaka mama akasema nendeni mkalale sasa, hamtamaliza. Maana mzee na ilikuwa kama unavyoniuliza. Sasa sheria sasa hapa niambie na kazi gani hapa? Nikamwambia mzee haina. Sasa inakuwa kuaje hapa? Nikamwambia mzee tulishafeli. Yaani unajua, tukubali tusikubali, kuna Ukristo wa kinafiki. Unajidai uko sawa lakini ndani ya dhamira unajijua kabisa umefeli. Mafarisayo walijidai wanashika sheria kweli kweli. Ndipo Yesu akaja akapiga knockout. Akamwambia watu wakale wamesema, unakumbuka ile usizini? Haikuishia hapo. Akapiga na nyingine tena. Akamwambia watu wakale wamesema usiue. Lakini mimi nawaambia, amuone hasira ndugu yake ni muuaji. Kwa mtaji huu wauaji wangapi huko ndani? Alafu unataka uokolewe kwa sheria. Unatoboa wewe kweli wewe. Narudia samari yangu hii. Sheria, kushika sheria hakumpeleki mtu mbinguni. Lakini aliyeokolewa atawezeshwa kuishika sheria. Sio ili aende mbinguni, ila kwa sababu yeye ni raia wa mbinguni tayari. Niliwaambia mpaka hivi tulipo hapa tumeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Ndio sababu katika muujiza mkubwa ambao hata wanasaikolojia wanaushangaa ni kitendo cha watu wanaompokea Yesu kubadilishwa tabia zao bila kansela. Na wenyewe wanashangaa sema inakuaje hii? Ni muujiza wa Roho Mtakatifu. Ila usije ukajivunia ushikaji wa sheria wako ukafikiri kwamba utakusaidia. Yesu pekee ndiye anayesababisha tuingie mbinguni. Ndipo tunaimba wimbo mmoja ya kwamba tukifika kule na taji tutaweka miguuni pa nani? Pa Yesu. Unajua maana yake ni nini? Taji maana yake ni ushindi. Yaani tutaonyeshwa tulivyokuwa na udhaifu. Tutaonyeshwa uhalisia wetu wote. Tutaonyeshwa mpaka wakati tulipoomba na mashaka lakini bado neema ilitubeba. Unanisikia vizuri hiyo? Tutaonyeshwa takataka zote kabisa. Ndipo tutamuuliza Yesu, hivi mtu kama mimi nimefikaje hapa? Ndipo Yesu atakwambia ulikuwa ndani yangu nikakubeba. Alafu utamwambia sasa hii taji ninayopongezwa ya nini sasa? Mbona hainihusu hii ya kwako? Na hili fundisho ukilijua utakuwa mnyenyekevu, kiburi kinaisha. Ndio maana unaweza ukaona mimi ni mchungaji ninahubiri, lakini kuna siku utanikuta pembezoni ninamvuta sigara, anavuta sigara. Sisonyi, simfukuzi. Kwa sababu najua hata mimi sio ujanja wangu, ni neema. Hoja yako ilikuwa kuhusu madhehebu mengine. Ulikuwa umeuliza kitu gani kuhusu madhehebu mengine pale? Mahusiano. Kuchangamana nao vizuri. Ngoja nikwambie, mimi nataka nikiongea leo unanitazama uso. Ndio nafurahi zaidi. Sikiliza nikwambie kitu ndugu yangu. Samsoni alienda kule Timna akachukua mwanamke. Torati inaruhusu. Nenda kasome pale, anasema lakini wazazi wake hawakujua kwamba jambo hilo latoka kwa Bwana. Bwana huyu alisema tuchangamane nao. Ndio mimi mtu anasema ndio.
ili apate kujilipizia nini? Kisasi. Sasa sikia, ukimwona daktari anachangamana na wagonjwa, unampa mkasi au tiki? Ukiona dokta anakimbia wagonjwa, unampa mkasi au tiki? Najua muda tuko madhehebu mengi, lakini naomba mniruhusu hivi niongee na Wasabato kidogo. Nendeni kaangalieni misingi ya imani ambayo tunaiamini sisi. Kuna msingi ufuatao: kanisa la Kristo ni msingi, tunaita imani za msingi, samahani. Alafu kuna masalio na utume wake, ni imani ya msingi. Usivichanganye hivi vitu viwili. Ukivichanganya kwenye kapu moja, hujaelewa kanisa lako linaamini nini. Sikia sasa, kanisa la Kristo, kaangalia definition pale kwenye msingi wa imani. Anasema ni wale wote wanaomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hilo ni kanisa la nani? Na mimi nikuulize, Lutheran wanamwamini Yesu, hawamwamini Yesu? Baptist, Pentecost, je, hao ni Wakristo sio Wakristo? Ni ndugu zetu sio ndugu zetu? Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni kwenye imani za nini? Za msingi kabisa za kanisa letu. Shida, unachanganya masalio na utume wake, unaichanganya na kanisa la Kristo. Ndipo tunakuja msingi mwingine, masalio na utume wake. Nenda kausome vizuri pale. Unasema, lakini katika siku hizi za mwisho Mungu anao watu aliyowatenga. Kwa hiyo kumbe sisi unavyotuona kanisa la masalio, tumetengwa. Ni kama vile wewe hapo uwe na watoto 10, alafu unasafiri. Unaposafiri unawaambia mimi naondoka, lakini nyie wote ni watoto wangu, ila maelekezo yote ya hii nyumba muulizeni kaka yenu huyo hapo. Unanielewa? Kwa hiyo katika makanisa yote ya Kikristo, Mungu akainua kanisa la masalio, sio ili liwapige wadogo zake, bali hili kanisa liwaelekeze wadogo zake cha kufanya. Ndio sababu, ngoja niende zaidi ya hapo kidogo. Ndio sababu akija mtu kutoka Pentecost, akija mtu kutoka Baptist, akaamini hiki ambacho tunaamini, akasema mimi sibatizwi mara ya ngapi? Nenda kasome kanuni pale, inasema anapokelewa kwa kukiri imani. Kama yule sio ndugu yangu, inakuwaje ubatizo wake ni ukubali? Tuko sawa sawa? Tatizo ni kwamba masalio wameacha utume wao. Utume wako ilikuwa kuwafundisha wenzako. Na mimi niwape mifano tu. Kabla watu wote hawajaanza kusema soda ni mbaya, walioanza kusema ni nani? Masalio. Ndio walianza kusema. Kabla wengine hawajaanza kusema kahawa ni mbaya, walianza kusema ni nani? Masalio. Wewe umetumwa ili kuambia ndugu zako kwamba bwana, kaa chonjo, kwenye kahawa kuna kafeini. Tuko sawa sawa eh? Kaa chonjo, fanya mazoezi. Tunakumbuka tunaongea hiyo kwenye kanisa hili hili. Kaa chonjo, nguruwe ni mbaya, si ndio? Tunasema hapa. Na sasa ngoja niwaambieni kitu. Ikatokea kanisa zima la Pentecost wakaelewa kwamba aliyeokolewa pia anapumzika siku ya 7. Huna haja ya kuambia waje hapa, utakuwa hujawatendea haki. Waache kule kule walipo, maadamu wanamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wamesikiliza hiki ambacho masalio unawafundisha wewe. Waache. Mimi unavyoniona hapa, kuna watu wanaitwa Messianic Jews, ni Wayahudi wanaomwamini Yesu, wanashika siku ya 7 kama sisi. Pasaka yao ni tofauti na kwetu kidogo. Wao badala ya mikate wanachinja pia. Lakini ukauliza, je, hii haina maana kwamba mnasema kwamba Yesu hajafa? Nasema hapana, hii ni kumbukumbu. Wale watu mimi nikienda kwao, hakuna siku nawaambia njoo jiunge na mimi. Ninasali kwao kwa moyo mweupe, nikijua kabisa ni ndugu zangu, sina maswali na wao, maana wanaamini kila kitu kama ninavyoamini. Tofauti ni jengo. Mshike mkono jirani yako, mwambie hii ni ngumu, kuna siku utaielewa. Haleluya.
Ukiniona siku naendesha ibada KKT, usije ukanishangaa. Niko kwa ndugu zangu. Kwa taarifa yako, hata sisi tulioko hapa, wengine kando ya sisi tuliozaliwa humu, wengine wote mna asili ya huko ndo mkaja hapa. Si ndio maana yake hiyo? Je, mngetengwa? Mngejua hii? Tuchangamane na ndugu zetu, tujifunze nao kwa upendo. Ukijua kwamba wewe katika watoto wa Mungu waliowekwa, Mungu alikuweka masalio uwe mwalimu wa wengine. Akikwambia nimeelewa, nahitaji na mimi nikasali na wewe, mwache aje. Akikwambia ngoja niendelee kujifunza, endelea kumfundisha. Haleluya. Haleluya. Kuna kitu mtu mmoja alisema, rudia hapo. Ilikuwa ni kipi ndugu yangu? Ni hii. Hebu nisaidie, kipi kilikuchanganya? Nitarudi tu ndugu yangu kwa ajili yako. Asante sana. Okay. Tunaokolewa kwa sababu ya mfumo wa kanisa au kwa sababu ya Yesu Kristo? Jibu umeshalipata Niongeze. Katika kosa ambalo Wasabato msipoangalia mtalifanya, ni kosa ambalo Roman Catholic walilifanya. Roman Catholic walikuwa na theolojia kwamba huwezi kuokolewa bila kuwa Mroma. Yaani kuokolewa kupitia kanisa. Ukishalifanya kanisa kwamba ndiyo njia ya wokovu, umekuwa mpinga Kristo. Umemtoa Yesu kwenye kiti chake. Nirudie. Hatuokolewi kupitia kanisa. Tunaokolewa kupitia nani? Yesu Kristo. Tuko sawa sawa? Kama kuna mtu ambaye anaamini kama ninavyoamini, jengo lake liko pale, tuko sawa? Nagombana naye wani? Hali nguruwe kama mimi, anabatiza kwa maji mengi kama mimi, tuko sawa sawa? Anatoa zaka kama mimi, anapumzika siku ya 7 kama mimi, haamini mambo ya wafu kama mimi. Huyo sio ndugu yangu? Kwamba mpaka aje kwenye hili jengo ndipo afanye nini? Najua hii ni ngumu kwako. Na unaongea na mhubiri ambaye anawaita watu wabatizwe hapa kila siku. Na mimi nawaita watu wabatizwe. Utaniuliza kwa nini nawaita wabatizwe hapa? Ni kwa sababu lile jengo bado halijaamini kama sisi. Tunaanza kuelewana sasa Atakuwa peke yake kati ya watu 200. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo kuna hatari, watamrudisha wapi? Kwa hiyo bora aje kwa ambao wanaamini imani hii. Koja niwasogelee kidogo nyie Wasabato mnisikilize. Wakati wa mateso utakapofika, wakati mpinga serikali yote ikiwa ina mfumo huu, nikuulize swali, watu watakaoamini watabatizwa na nani? Watapishwa na washiriki wapi? Maana makanisa au jengo gani watakao kumsali? Lipi waambie njoo tusali hapa? Liko wapi? Hakuna wakati huo. Maana kila mmoja anakimbia kivyake. Unakutana na mtu mahala, unamshuhudia habari za Yesu, anampokea hapo hapo. Huwezi kumwambia turudi tena Gangelonga. Kama mfumo wa kanisa ungekuwa ni lazima kwa ajili ya wokovu, wakati wa mateso watu basi hawataokolewa ise. Maana kuna ambao wataamini porini huko. Mtakumbana nao mashambani. Wewe mama unakimbia na kuuliza unakimbia wapi? Anakuambia mpinga Kristo ameshika huko. Ndio maana naondoka. Kwa nini nani? Unamwambia Yesu anasema hivi ise. Na mimi nimemwamini. Unaambia unaenda mbinguni huku unaondoka. Yaani hii mifumo ndugu yangu tunayoiona sasa hivi hapa ni ili utaratibu uwepo kwa sababu ya zama tulizo nazo. Hatuwezi kuishi shagala bagala. Lazima tuwe na mfumo. Lakini saa yaja hatutakusanyika hivi. Saa yaja hatutakuwa na mabaraza ya kanisa. Saa yaja wewe ambaye utamhubiri mtu ndiye utahusika na wokovu wake. Sasa hivi tunabatiza mpaka uwekewe nini? Saa yaja hutauliza anakwambia tu maji haya hapa, nini kinanizuia? Huwezi kumwambia unajua sina mikono ya uchungaji. Utajikuta pale pale unambatiza na Mungu amehesabu hiyo.
sana, na mimi najua. Sinakumbuka mwanzo niliwaambia kuna maziwa, alafu kuna chakula kigumu. Paulo anasema hata hicho kigumu naogopa kuwapa, maana hamkiwezi. Sasa hii tu nimesema kidogo, na mengine na nyamaza. Lakini ukianza kufikia kwenye common sense tu ya kawaida, ile tu akili tu ya kawaida, hata hapa tulipo Wasabato humu ndani, tuna madhehebu mengi humu ndani. Wasabato wenyewe humu, kuna wanaokula nyama, kuna ambao hawali nyama. Uongo kweli? Kuna wanaokunywa soda, kuna ambao hawanywi soda. Tunasali jengo hili, tuna imani moja hapo kweli? Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa sasa. Siku mtakapolifungua hili kanisa liwe nyumba ya sala kwa mataifa yote, Yesu atakuja. Siku mkilifanya la Wasabato tu, hamjajua wito wenu. Najua ni ngumu sana. Mimi na marafiki wachungaji Lutheran, Pentecost wengi, akienda kuhubiri siku ya Jumapili, yani kama Jumapili ni kesho kutwa, ananitumia hubiri lake, naomba uniwekee hapo, nirekebishie hapa, weka hivi, namwekea, namtumia kwa moyo mweupe kabisa. Umenielewa vizuri? Nikisema moyo mweupe namaanisha moyo, maana nikisema tena kuna saa mwingine ananitumia Jumamosi nimechoka, lakini kile sema sasa nimechoka nitamwekeaje, nasikia sauti nasema wewe ni masalio, umesahau utume wako. Utume wako wasaidie ndugu zako. Tumetumwa kusaidiana. Haleluya. Ndio sababu kwa miaka mingi mmekuwa kwaya zenu zikiitwa mnagoma kwenda kwa ndugu zenu. Ufarisayo mkubwa kabisa. Hebu niambie, Mungu aache kumchukua Mluteri ambaye amekuwa mwaminifu katika imani aliyokuwa nayo, alafu aje amchukue msanii fulani humu ndani ambaye pamoja na nuru yote aliyopewa amekataa kuishi hiyo nuru? Upendo wa Mungu mnauonaje? Tumuone Mungu anayewapenda wote. Haleluya. Haleluya. Juzi nikiwa Kahama, nilikuwa na marafiki zangu kadhaa tunajadili pale, wazee wa kanisa. Mmoja akaniuliza swali, mfanya biashara mkubwa. Akaniambia, mchungaji, nikiitwa Pentecoste kwenda kuchangia jengo, nitoe nisitoe? Nikamwambia toa. Ningesema toa. Nikamwambia nyie mkijenga jengo mkawaita wakaja wakatoa, mnapokea mpokee? Sema tunapokea. Yoyote mtakayomtendewe na watu na nyatendeni vivyo. Tuishie hapa jamani, tuingie hapa alafu kesho tutaendelea. Swali la mwisho tena. Haraka haraka bwana. Ndio. Nilivyokuwa na maanisha namna ya kuungana na wengine, labda ningesoma nukuu. Anasema hivi, ni ya Kiingereza lakini soma tu. Anasema to bind ourselves up by contracts or in partnership or business associations with those not of our faith is not in the order of God. Sawa kabisa. Sasa yuko sawa? Ipo hivyo. Of those not of our faith. Of our faith. Wasio wa imani yetu. Sawa. Is not in the order of God. Kabisa, yani kujifungamanisha katika mikataba, biashara na wasio wa imani yetu haipo katika utaratibu wa nani? Wa Mungu. Sawa kabisa, hajakosea. Nilikuwa na swali hili. Samahani, msininukuu vibaya. Uko sawa. Nataka kuelewa. Katika kitabu cha, kama sijakosea, cha Zekaria 8 au 9, 22 na 23. Labda mtu mwenye Biblia angenisomea ili ni nukuu vizuri. Haya, msaidieni jamani kwa haraka. Zekaria tuanzie 8:22 23. Aliyepata asome. Asome mmoja hapo. Imeandikwaje? Kabila nyingi na mataifa hodari watakuja Yerusalemu kumtafuta Bwana wa majeshi na kuomba fadhili za Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa wataushika upindo wa nguo yake, na yeye aliye Myahudi
na watamshika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Nadhani fungu limeeleweka, si ndio hivyo? Sasa kulingana na uelewa na namna ambavyo tumefundishwa huko nyuma, usishangae kwa nini tunauliza, kwa sababu inawezekana namna tulivyokuzwa na kufundishwa. Ndio. Sasa katika ufafanuzi hapo amesema wataushika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi. Watasema tutakwenda pamoja nanyi kwa kuwa tumesikia ya kuwa Mungu yu pamoja nanyi. Na tukirudi Warumi 9 fungu la 4 anasema ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana, wenye kupewa ibada na Torati na ahadi zake, ambao ni nani? Waisraeli. Kumbe sasa tulivyofundishwa ni kwamba mfumo wa ibada ambao Mungu alikuwa anauhitaji tufuate kielelezo cha Waisraeli. Kama walishika Sabato, huyu Mungu anahitaji tuishike nini? Sabato. Kama walifanya nini? Na tukaja tukasema kwamba kuna mfumo ambao tunasema kwamba kanisa la Mungu tumefananisha na safina ya Nuhu. Na uliza swali sasa. Swali ni hili. Swali ni kwamba labda ningenukuu fungu tena ili liwe swali zuri. Uliza tu nitakuelewa. Katika kitabu cha Isaya 56 anasema watu walioandamana Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina lake, kila ishikae Sabato asivunje. Ametumia wageni. Ina maana sisi tunaingia kwenye mfumo wa ibada ambao walipewa Wayahudi kama wageni. Sawa. Sasa ikiwa mtu mwingine yupo kule nje anasema tu kwamba namwamini Mungu, ila kwenye mfumo huu wa ibada hajaingia. Kwenye mfumo huu wa ibada ambao Mungu anasema hajauingia, huyo inakuaje? Asante sana. Nikuulize swali. Ndio. Ukishika Sabato unakwenda mbinguni? Hapana. Sasa huu mfumo wa ibada sasa mbona sasa? Kwa nilivyofundishwa kwenye kushika sheria. Achana na kufundishwa. Naongea na wewe sasa hivi baada ya kuelewa wokovu. Nimeelewa. Lakini aliyeokolewa anashika nini? Sheria. Sasa kuna shida gani? Yaani shida iko hapa. Yaani mimi naelewa kabisa kwamba hatuokolewe kwa kushika sheria. Sawa. Kwa sababu gani? Tukirudi katika kitabu cha Kutoka 20:1 pale anasema hivi, mlikombolewa katika nchi ya nini? Ya Misri. Ina maana wokovu ulianza afu sheria ikafuata kama utaratibu wa waliokombolewa. Lakini huko anasema aishikae Sabato asifanye nini? Asivunje. Sasa kuna mwingine ambaye anaamini tu kwamba namwamini Yesu, lakini ukimwelekeza kwamba sasa waliookolewa wanafanya hiki anakataa, je, huyu anaenda mbinguni? Mmemwelewa swali lake sasa Kazi ya masalio ni nini? Hasa shida ya masalio wanataka wahukumu. Wakati hawajatuma kufanya nini? Anataka chore mstari kwamba sasa wewe huendi mbinguni. Kwa nini? Hujasikia hiki ninachokuambia. Umeshika nafasi ya Mungu sio salama. Kazi yetu ni kuelimisha. Tukuelimisha, tukishaelimisha tunyamaze kimya. Tumwachie yeye. Asante sana. Nitatumia kwenda nusu saa. Jamani, ngojeni niwaambieni kitu.